Tuelekee kwa binti mmoja aitwaye Tatu Mgeta mwenye umri wa miaka 23 amefariki dunia siku ya leo baada ya kugongwa na treni ya abiria iliyokuwa ikitoka Tabora kuelekea Mpanda. Tukio hili limeweza kutokea asubuhi ya siku ya leo katika eneo la Isevya wakati marehemu akivuka reli akiwa amepanda pikipiki aina ya bodaboda. Sawa lakini afisa mnadhimu wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Tabora yeye amethibitisha kutokea kwa kifo hicho. Anaitwa Omar Simba, amesema majeruhi mmoja amepelekwa hospitali kwa matibabu. Twende tukaitazame taarifa hii. Anaitwa Assistant Commissioner Omar Simba, afisa mnadhimu jeshi la zimamoto na uokoaji. Tulipata ile tukio mapema tu na tukafika hapa tukakuta mwili wa marehemu huko hapa na tukafanya jitihada za kuchukua na kupeleka hospitali. Lakini vile vile tukapata majeruhi mmoja ambaye naye pia tumemchukua, tumempeleka hospitali. Wale ya majeruhi tulivyoiona ameumia tu maeneo tu ya mkono, lakini huyu aliyegongwa ambaye alikuwa ni abiria kwenye hii bodaboda amefariki kwa sababu amebondwa sehemu ya kichwa na ubongo umetoka hapo hapo. Kwa hiyo tuseme tu amefariki na tumempeleka hospitali kwa ajili ya uangalizi zaidi. Marehemu alikuwa ni mwanafunzi wa chuo na huyu bodaboda alikuwa anapaki maeneo SDA jirani tu na hapa. Kwa hiyo wakati wanavuka kwenda kupita kwenye barabara ndio treni ikamgonga na kumsababishia mauti. Kwa hiyo kwenye ajali hii imesababisha kifo kimoja na majeruhi mmoja. Kipi chanzo cha ajali hii? Uchunguzi bado unaendelea, lakini hapa eneo hili ni kama unavyoona kuna njia ya treni na asubuhi pilika za mabodaboda, watu wa magari wanakuwa wengi. Pengine inawezekana ufuataji wa sheria za uvukaji wa eneo hili pengine umekuwa dhaifu ndio umesababisha hii ajali. Utaratibu upoje wakati treni inahitaji kuvuka barabara? Tunahitaji tu uangalizi sababu eneo hili halina gate kusema kwamba treni ikija itasimama. Kwa hiyo watu wanaovuka maeneo haya hasa nyakati za asubuhi wanatakiwa wawe makini sana. Kwamba lazima uangalie eneo kushoto, uangalie kulia, uangalie kushoto, uangalie kulia, afu ndio uvuke. Sasa mimi ninachojua eneo hili na treni pia zinakuwa hazina mwendo mkali kwa sababu eneo hili pia nao wako makini. Sasa sijajua nini kimesababisha hii tatizo, lakini umakini ukikosekana hii ajali lazima inaweza kutokea. Mimi naitwa Emmanuel Richard Matiku, ndio mhusika wa hapa. Treni ilikuwa imekaribia kuna kusaa huo ambao ni facing point. Yeye amekuja kutokea huku juu. Watu wote wakiwa wamesimama. Sasa magari yamesimama, bodaboda wenzie wamesimama, lakini yeye haja bajaji zimesimama, lakini yeye mwenyewe kuja amegonga. Kwa hiyo sikuona zaidi ya hivyo. Na taratibu zetu sisi ziko wazi. Kabla ya treni kupita lazima tuweke bendera. Kwa majina naitwa Ibrahim Juma, ni mkazi wa Isevya hapo. Binafsi lazima inauma sana. Sasa sijajua ndugu yetu sijui ilimshinda breki au ilikuwaje. Lakini kwa kweli inauma sana. Mimi kwa majina naitwa Juma Msiri, ni mkazi wa Kaliua. Kiuhalisia matukio kama haya lazima tuyapokee katika mfumo ambao ni wa negative way kwa sababu tunapoteza nguvu kazi ya taifa, lakini kubwa kabisa ni kutozingatia tu usalama kwa sababu bodaboda ni watu ambao tumeonekana tuko lesi sana. Sawa, hasa maeneo yani tunaamini tuko nje ya muda. Sasa kuna mazingira ambayo unaona kabisa kwa namna moja au nyingine unaweza ukaforce inaweza kukuletea madhara kama haya. Tumempoteza dada yetu ambaye alikuwa ni mwanachuo ambao ni future ya kesho, lakini sasa mpaka sasa hivi hatuko naye. Yote na yote tunaona kabisa kwamba kitu kimechosababisha tunaweza tukasema ni bodaboda, lakini sometimes nao abiria anaweza kana kuforce. Umeelewa? Niwaishe. Kwa hiyo sasa kupitia ule uharaka wake inaweza kukufanya wewe ukaendesha chombo nje ya utaratibu unaofanyaje unaoweza, yani ukashindwa kimudu chuma. Kwa hiyo tunaweza tukamlaumu ni bodaboda au tunaweza tukasema kwa namna nyingine na abiria inawezekana labda akawa ni chanzo kumharakisha bodaboda. Kwa hiyo tunaweza tukapeleka lawama nyingi kwa bodaboda, lakini napo tuangalie kwa upande wa wananchi ambao ni abiria wetu, na wenyewe wanatakiwa wamsikilize abiria na dereva, kwa sababu dereva ndo anaendesha chombo. Sawa, lakini tukisema tukufuate wewe ndo madhara makubwa yanatokea kama
Msikia jeshi la polisi, zimamoto na uokoaji, lakini pia umewasikia waliokuwepo wameshuhudia. Wasema, lakini pia umesikia yule kijana ambaye amesema hivi, tunaweka bendera kuambia kwamba jamani, huu muda treni nafanya nini? Inapita. Kwa hiyo ukisikia hapo magari yalikuwa yamesimama, bodaboda zimesimama, bajaji zimesimama. Sasa shida hawajui ilitokea wapi. By the way, unajua kwa sisi zamani wakati tunasoma zamani wakati tunasoma tuliambiwa kwamba treni haigongi watu, ila watu ndio wanagonga treni. Wanagonga kwa sababu sisi tunaifuata katika njia yake. Sure. Huko naona Kwa hiyo sasa huyu bodaboda hapa nafikiri kama ni lawama pasipo kusikia nini lilitokea, kwa sababu treni haiwezi kama njia ikamfuata yeye. Unaona tofauti na gari bwana, iliama njia, dereva alikuwa anasinzia. Uko naona iko kama ikafuata huku, mtu akafai ikamgonga. Ila kwa treni si ndio tunaifuata, tulanda nzela ya moto oyo biso tupeta treni, sisi ndio tunagonga hiyo treni. Uko naona kwa sasa watu wanapaswa wachukue, kwa sababu treni ikiwa inapita kwanza ule mungurumo wake na motikisiko wenyewe ikiwa hata tuseme hata mita hata 500 naisikia. Ndio kabisa hiki chuma kinafanyaje? Kinakuja. Kwanza ile honi hata bila hata kutandika honi. Ukisikia tu uko naona unajua kabisa hapa chuma kinafanyaje? Kinakuja. Kinakuja kinapita. Lazima uchukue tahadhari mapema, aidha kusubiri au kitazama na kuona kabisa labda kiko mbali, unasikia tu mlio uvuke kwa nini kwa haraka, lakini salama zaidi ni kusubiri pite, alafu naenda ufanyaje, naenda upite, kwa sababu ile inatembea pia haraka. Unaweza kaisi iko mbali kumbe dakika 0 hiyo hapo unashindwa kufanyaje kuweza kujiokoa. Unakutana na changamoto ambayo, na ajali ya treni siku zote mara nyingi ukitoka salama umshukuru. Ona kwa dada moja ni dansa wa bendi yetu ya FM Academia kwa miaka kama 2 nyuma, alikuwa amemtuma mtoto wake hela ya mchezo apelekwa mwaita kijumbe mitaza Kiwalani. Ampatia mtoto akaenda. Baada ya pale akamtafuta sana mwanae simu. Sijui yuko wapi, tafuta. Fika muda ya kazini, ameenda kazini. Alikuwa amemaliza 7. Kesho yake tena tafuta kwa siku kadhaa, kaanza kusa kuhangaika katika vituo vya polisi, hospitali na mortuary. Wakaja wakakuta, walipata taarifa, walikuta mwili yake kwa katika moja ya hospitali hapa jijini Dar es Salaam. Kueleza ni kwamba aligonga treni. Wakati Madola amemtuma katika unajua kule Kiwalani kuna ile reli imepita. Kwa hiyo mtoto maskini kwa vitu na mwanani. I say the Bantu